Funga. Mheshimiwa Spika, nakushukuru nami kwa kunipa nafasi niweze kuchangia hoja ya wizara hii ya TAMISEMI, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti nami ni mjumbe katika kamati hii ya TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia afya nimeweza kusimama katika bajeti hii ya TAMISEMI ambayo ni bajeti ya mwisho katika bunge hili la 12. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa ni kushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kazi kubwa unayoifanya katika bunge letu. Lakini Mheshimiwa Spika, umekuwa mlezi wetu wakati wote. Katika miaka hii mitano ya misukosuko mikubwa, Mheshimiwa Spika, majina ya ajabu na matusi mengi, umesimama pamoja nasi pamoja na matusi yote na nini, lakini umeonyesha ukomavu wako. Umeweza kusimama pamoja nasi wanawake wenzako na kusema kwamba hili litafanyika kama sheria zitaonyesha kwamba tumelifanya kimakosa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, Mwenyezi Mungu akubariki na tunakuombea kila laheri katika uchaguzi unaokwenda kuomba tena ridhaa ya wanambea. Basi Mwenyezi Mungu aufanyie wepesi na uweze kuvuka salama salimini, Mheshimiwa Spika. Lakini Mheshimiwa Spika, ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akiifanya, lakini na yeye pia amekuwa ni sehemu ya wale ambao walikuwa wakimuongeza katika sisi hapa katika kuwepo kwetu bungeni. Lakini mama huyu ameendelea kusimamia msimamo wake na amesema kwamba hawa wanawake wataendelea kuwa wabunge, na tumeendelea Mheshimiwa Spika mpaka leo tunasimama hapa na kumaliza katika bunge hili la 12 tunamalizia bajeti yetu ya mwisho. Mheshimiwa Spika, tunamshukuru sana kwa kweli kwa uvumilivu wote ambao ameuonyesha kipindi chote hiki. Mheshimiwa Spika, pamoja na yote wanayoyafanya, na mimi Mheshimiwa Spika niungane na wenzangu kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa pamoja na manaibu waziri wake, lakini na wasaidizi wao, katibu mkuu, manaibu makatibu wakuu. Kwa kweli Mheshimiwa Spika, wamekuwa ni viongozi ambao wameshirikiana vizuri na bunge hili kupitia kamati yako ya TAMISEMI. Tumeweza kufanya majukumu yetu na kutekeleza kwa ufanisi na uadilifu mkubwa sana wakati wote. Kipekee Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sio kwa umuhimu, nimshukuru sana Engineer Sefu wa TARURA. Mheshimiwa Spika, umeona makofi yamekuwa mengi hapa. Mheshimiwa Spika, sio kwa sababu nyingine yoyote, lakini Mheshimiwa Spika, niseme tu na mimi kama mjumbe wa kamati, engineer huyu amekuwa ni mtu msikivu, ni mtu anayesikiliza, ni mtu ambaye hata kama hela hana kwenye eneo ambalo umelisema, lakini yale maneno anayokupa Mheshimiwa Spika, ukitoka pale unasema kweli serikali ya awamu ya 6 inafanya kazi yake vizuri. Nami naendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Sefu, Mungu ambariki, aendelee kutekeleza majukumu yake vizuri pamoja na changamoto tulizonazo za barabara, lakini amekuwa akijitahidi kwenye maeneo yetu kufanya kile ambacho kinawezekana ili wananchi wetu waweze kuendelea na shughuli zao. Mheshimiwa Spika, nimekuwa ni sehemu ya sisi wanakamati kukagua miradi mbalimbali. Na Mheshimiwa Spika, haya ninayoyasema nimeyaona kwa macho kwa bahati nzuri. Mheshimiwa Spika, serikali hii ya awamu ya 6 imeongoza kwa ujenzi wa madarasa mengi nchini. Lakini pia imeongoza kwa ujenzi wa zahanati na vituo vya afya pamoja na hospitali za wilaya kwenye maeneo yetu mbalimbali. Na haya Mheshimiwa Spika, sio kwa sababu nimeambiwa na mtu ama kwenye makaratasi, lakini mengi nimejionea mwenyewe na watu wanaweza kuiona thamani ya pesa yao ikiwa huko kwenye maeneo yao. Mheshimiwa Spika, mimi binafsi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa dhati kabisa kwa imani yake kubwa kwa wakandarasi wetu ambao ni wazawa. Mheshimiwa Spika, wakati Mheshimiwa Rais anazungumzia kuhusu wakandarasi wazawa, wengi tulidhani na tulifikiri kwamba itakuwa ni kazi kubwa sana wakandarasi hawa kuweza kutekeleza majukumu yao, aidha kutokana na fedha kidogo walizonazo ama kwa hali nyingine yoyote. Lakini Mheshimiwa Rais aliweza kuwatengenezea mazingira bora na akawapa nafasi, na wameonyesha kwa kweli wakandarasi wazawa wanaweza wakapewa nafasi na wakafanya mambo makubwa. Mheshimiwa Spika, tumekwenda kukagua miradi mbalimbali ya stendi, miradi ya masoko. Kuna baadhi ya miradi Mheshimiwa Spika imejengwa na wakandarasi wazawa, na ukiambiwa kwamba miradi hii imejengwa na wakandarasi wazawa hauwezi kuamini hata kidogo. Lakini kuna maeneo Mheshimiwa Spika tumekwenda ni wakandarasi wa nje na unaona kabisa kuna changamoto nyingi sana. Na Mheshimiwa Spika, juzi tulikuwa Kahama, tumejionea
kati ya mkandarasi mzawa na mkandarasi wa nje. Mkandarasi mzawa amefanya kazi nzuri na kubwa kweli kweli, kiasi kwamba tulivyoambiwa kwamba huyu ni mkandarasi mzawa, tukasema kweli Mheshimiwa Rais alifanya jambo zuri kuwaona hawa wakandarasi wazawa na kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Spika, kuna miradi ya TACTIC inayoendelea nchi nzima sasa hivi. Lakini miradi hii Mheshimiwa Spika, tumeona ambavyo serikali imewaamini wakandarasi wazawa na wameweza kuifanya miradi hii kwa kweli kwa ukamilifu mkubwa, lakini miradi mingine ambayo inaendelea inafanywa vizuri zaidi. Mheshimiwa Spika, mimi natokea Tabora. Tabora na sisi ni sehemu ambapo tumepata mradi mkubwa wa TACTIC ambao Mheshimiwa Spika, mradi wa soko. Mradi huu Mheshimiwa Spika, tunaye mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Sihotech Engineering. Mheshimiwa Spika, anakwenda kwa spidi ya hali ya juu kiasi kwamba hatukutegemea kwamba kwa sasa angekuwa amefikia hatua hiyo. Lakini huyu Mheshimiwa Spika, Siho ameweza kutengeneza miradi ya soko na stendi katika mkoa wa Mbeya, lakini katika mkoa wa Shinyanga tumekwenda na tumeona Mheshimiwa Spika kazi nzuri iliyofanyika, na ni imani yangu hata pale Tabora katika soko lile, ule wakati ambao Mheshimiwa Waziri amesema kwamba soko hili litakuwa tayari na wafanyabiashara wetu wataenda kufanya kazi, Mheshimiwa Spika, naiona hiyo ahadi ya Mheshimiwa Waziri kwa jinsi ambavyo mkandarasi huyu anafanya kazi nzuri na anafanya kwa uweledi na anafanya kwa kasi ya hali ya juu. Kwa Mheshimiwa Spika, nami niungane na Mheshimiwa Rais kwa kweli kwa imani aliyoionyesha kwa wakandarasi wetu wazawa, wanafanya kazi nzuri, na hawa wakandarasi wazawa wengine waendelee kuonyesha imani yao kwa Mheshimiwa Rais ili waweze kupewa kazi nyingi ambazo zinajitokeza katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, binafsi nizungumzie kwenye sekta ya elimu na niseme Mheshimiwa Spika kidogo tu kwenye baadhi ya miradi ambayo ya elimu ambayo imekuja kwenye mkoa wetu na hususan kwenye jimbo ambalo natokea mimi la Tabora mjini. Mheshimiwa Spika, tuliomba hapa kwamba kuna shule nyingi sana za msingi sasa ambazo Mheshimiwa Spika zinahitaji ukarabati, zimeshakuwa za muda mrefu. Mheshimiwa Spika, nipekee kabisa nishukuru sana serikali, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, wamepeleka fedha kiasi cha shilingi milioni 316 katika shule ya msingi ya Town School. Shule hii Mheshimiwa Spika ilikuwa ni ya mwaka 1940. Leo tumepewa shilingi milioni 316 kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa kuongeza madarasa katika shule hii ambayo iko katika kata ya Gongoni ambayo Mheshimiwa Spika mimi natokea pale. Na Mheshimiwa Spika, kazi imeanza kufanyika ya kukarabati majengo yale yaliyochakaa ya zamani, na sasa wameshaanza ujenzi wa madarasa ambapo unakwenda kukamilika na watoto wetu sasa wataanza kusoma katika shule hiyo, ikiwa ni shule inayoonekana ni mpya lakini imefanywa ukarabati wa kutosha. Lakini sio hilo tu Mheshimiwa Spika, pia tumetoa shilingi milioni 170 katika shule ya msingi ya Kitete iliyo opposite kabisa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Leo ukipita katika shule ile Mheshimiwa Spika ilikuwa imechakaa kweli kweli, lakini sasa hivi ukipita kama shule mpya ambayo kwa kweli kwa ukarabati huu Mheshimiwa Spika tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini tunashukuru serikali kwa ukarabati huo na shule zetu sasa zimeonekana zikiwa mpya. Lakini tunavyo sasa vituo vya afya, lakini pia tunazo zahanati na bado kuna ujenzi wa zahanati zinaendelea katika jimbo letu la Tabora mjini. Kwa tuishukuru sana Wizara ya TAMISEMI na kupitia waziri wake Mheshimiwa Mchengerwa kwa kutuletea fedha. Sasa hivi sisi jimbo letu ni kubwa sana, lina kata 29. Tumelalamikia sana kwamba hatuna huduma za afya za karibu. Leo Mheshimiwa Spika tunapata huduma za afya za karibu. Na niseme tu Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Mchengerwa kwa ahadi yake ya kutupelekea fedha kwa ajili ya kumalizia majengo katika kituo cha afya cha Maili 5. Amesema kwamba fedha hizi zitakwenda baada ya kuanza kwa bajeti hii ili kuweza kujenga majengo ambayo yanakosekana katika kituo cha afya cha Ipuli. Wakituwekea majengo yale Mheshimiwa Spika, yanaweza kusaidia kuhudumia wananchi wengi wa maeneo ya mjini katika jimbo la Tabora mjini na kwenye kata ambazo zinazunguka kituo kile cha afya. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo lakini nishukuru pia kwa miradi ya barabara ambayo imekuwa ikiendelea. Tunayo miradi ya TACTIC ambayo inaendelea na ujenzi wake, lakini pia tuna miradi ya TARURA ambayo kwa kweli TARURA wamepata fedha kidogo, lakini wameanza kutekeleza miradi mbalimbali ambayo barabara nyingi zilikuwa zimechoka na zimeharibika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa kabla sijamaliza nisipomshukuru sana mkuu wangu wa mkoa ndugu yangu Chacha Matiko, kwa kweli nitakuwa sijamtendea haki.
Mheshimiwa Spika, mkuu wa mkoa huyu amenipa amani wakati wote. Nimefanya kazi kwa ujasiri mkubwa sana, na kila ninapohitaji ushirikiano katika ofisi ya mkoa, Mheshimiwa Spika, kwa kweli Mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa pamoja na rasi wake wamekuwa mstari wa mbele kuweza kunipa ushirikiano, na hata pale nilipokuwa nina changamoto yoyote nikienda, kwa kweli wamekuwa wakinisaidia ili niweze kutekeleza majukumu yangu kama mbunge wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa, lakini nimshukuru na rasi wetu kwa kuniamini na kuona kwamba mimi ni mbunge na ninaweza kutekeleza majukumu yangu katika eneo langu la kazi. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, asante sana kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa